bado tutaendelea kufanya kazi kwa bidii, kwa sababu kazi kubwa ambayo tunatapaswa kufanya kama benki ya kilimo ni kutoa mikopo. Kwa mwaka huu tumeplani kutoa almost bilioni 300 kwa sekta ya kilimo, na tunaposema sekta ya kilimo tunaangalia mnyororo mzima wa kilimo, kuanzia yule mkulima mdogo kabisa mpaka yule mkubwa. Kwa hiyo ndio plani yetu kubwa, na tutaendelea pia kuchagiza kilimo, kwa sababu kazi nyingine ya benki ya kilimo ni kuchagiza. Tunaposema tunachagiza, tunatoa fedha, tunashirikiana na mabenki mengine. Tunashirikiana na mabenki 19. Na tunaposema tunashirikiana nao, maana yake tunawapelekea fedha, wanaenda kutusaidia na kutoa. Kwa hiyo tunatoa pesa moja kwa moja, tunatoa guarantee, na pia tunashirikiana na mabenki mengine. Kinachoangaliwa kikubwa sana ambacho tunataka kufanya sisi ni kubadilisha maisha ya watu. Na unaweza unabadilishaje maisha ya watu? Unatoa mtaji. Unapotoa mkopo unatoa mtaji. Lakini pia huwa tunaangalia impact. Impact inatokea pia kwamba unapompa mtu mtaji ataajiri na wengine. Na atakapoajiri na wengine utaona pia bila hata kuambiwa, utaona kwamba mazao yameongezeka. Kwa hiyo ukiangalia kwamba sekta ya kilimo inazidi kukua, nadhani kama mnafuatilia mtaona kwamba export ya vitu kama kahawa ambayo tumetoa zaidi ya bilioni 300 huko Kagera imezidi kupanda. Utaona korosho pia zinazidi kupanda. Hivyo ndio ambavyo tunapima sisi impact. Na mchele pia. Kwa hiyo tuko kwenye, kwa hiyo ndio namna ambavyo sisi tunaangalia impact. Kwa kweli ukiangalia kwa namna ambavyo tumefanya, utaona kwamba kwa mwaka jana tu tulitoa almost bilioni 429 na zaidi ya watu 233,000 walifaidika. Kwa mwaka unaoishia tarehe 31 Disemba, kwa kweli benki ya kilimo ilifanya vizuri. Tunaposema inafanya vizuri, wale ambao wanaelewa mambo ya fedha kidogo wanaweza kaelewa kwamba imefanya vizuri katika, nitawapitisha katika sehemu kama 3, sehemu ambazo sisi tunaamini benki ya kilimo imefanya vizuri, na hizo ndio taarifa ambazo sisi tutawaomba nyie waandishi wa habari muweze kuwafikishia umma wa Tanzania. Mwaka jana kipindi kama hichi benki yetu bado ilikuwa ndogo. Ilikuwa ndogo. Na ninavyosema ukubwa wa benki huwa unapimwa na kitu kimoja kikubwa, mali zake. Kwa Kiingereza wanaita total asset. Mwaka jana wakati tunaongea tulikuwa na balance sheet ya bilioni 900 in term of total asset. Mpaka tunafunga tarehe 31 Disemba, mali za benki yetu zilikuwa zimefikia trilioni 1.3, ambao ukitaka kuweka katika asilimia au in percentage ni ukuaji wa almost asilimia 44. Kwa nadhani mnaanza kunipata sasa ninavyosema kwamba tuna taarifa nzuri. Na mwaka jana ndio benki yetu ilifika miaka 10. Kwa hiyo tunasherehekea vitu viwili. Moja, benki kufikia maki ya trilioni 1.3, na pia sherehe za miaka 10. Na tumeweza kuhakikisha kwamba wakulima wanapata mikopo kwa riba ya 9% hadi 14, na kuwafikia pia vijana, wanawake, lakini pia miradi ya kilimo ambayo ipo kwenye mabadiliko ya tabia ya nchi. Tunatoa mikopo kwenye namna mbili tofauti. Huwa tunatoa mikopo moja kwa moja kwa wakulima, lakini pia tunafanya kwa kushirikiana na mabenki ya kibiashara kupitia mfuko wetu wa dhamana ya mikopo kwa wakulima wadogo. Kwa mwaka jana mikopo yetu ilikuwa kwa asilimia 67 kutoka 2024, na mikopo ilikuwa mpaka bilioni 429 ukuaji wa mikopo. Lakini pia tuliweza kufadhili au kutoa mikopo kwenye miradi ya 250, na wanufaika wakulima ambao tuliweza kuwafikia ilikuwa ni wakulima 233,434.